Habari, nikukaribishe sana katika kipindi pendwa cha Raha ya Simulizi. Jina langu ni Zainabu Madinda. Leo tutakuwa tuna mwendelezo wa mada yetu ambayo tumeianza. Tulianza na wa dada na tukaja na wa baba. Lakini leo tumeamua kurudi chini. Turudi chini kivipi? Tunarudi huku kwenye foundation. Mtoto anapozaliwa huwa anapewa malezi. Na asilimia kubwa ya anayetoa malezi kwa mtoto ni mama. Nataka tujikite hapa leo kwa sababu nataka angalau kwa asilimia fulani tuweze kubadilika. Tunapokuwa tunaongea hivi tunajadiliana, kuna mtu yanamgusa. Katika watu 10 watakaoangalia hiki kipindi, lazima tu kutakuwa na mtu ambaye kitamgusa kwa namna moja ama nyingine. Leo tunaangazia zaidi wa mama ambao wanabaki nyumbani kuwalea watoto. Nakumbuka kuna kitabu kimoja cha dini kilisema mwana mwenye hekima humfurahisha baba yake, bali mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Kwa nini walisema mzigo kwa mama yake na isiwe kwa baba? Na vitabu hivi vinasema baba ndo kichwa cha familia. Kwa nini hizi lawama siwekewe baba? Hajapewa baba kwa sababu wa baba sio walezi wazuri kwa watoto. Nikisema sio walezi wazuri kwa watoto nisieleweke vibaya, na maanisha hawana muda mzuri wa kukaa na watoto. Hawana ule muda mzuri wa kuwajua watoto. Kwa sababu wababa wengi wanatoka nyumbani asubuhi, pengine mtoto hajaamka, anaenda zake kazini, anarudi, mtoto ameshalala. Lakini anayekaa na mtoto ni mama. Wamama wamekuwa wabovu sana kwenye kuwalea watoto. Hata kama mtoto awe anakosea, lakini mama atamkingia tu kifua mtoto wake kwa sababu anampenda mtoto. Wamama wengi hawawakanyi watoto. Sasa nikajaribu kufikiria hiki kitu. Inawezekana vipi binti atengenezwe kwenda kuwa mke bora ndani ya wiki moja? Inawezekana vipi mke atengenezwe ndani ya mwezi mmoja then akawe mke bora? Mimi nafikiri kwamba ng'ombe huwa hanenepi siku ya mnada. Huyu mwanamke kaharibika tangu huku chini. Huyu dada kalelewa vibaya tangu huku chini. Mama yake kamlea malezi yasiyokuwa na maadili mazuri. Halafu kwa wiki moja mnatafuta makungwi wa kumfunda huyu binti ili aende akawe mke bora kwa mume wake. Hivi ni kweli? Huyu binti alipofikisha labda miaka 9, miaka 10, miaka 11, 12, 13, 14 ile ya kubarebare, mtoto anaondoka nyumbani, hajulikani yuko wapi, anarudi saa 3 usiku, saa 4, halafu baba anarudi, fulani yuko wapi? Yuko pale anacheza na rafiki zake, au nimemtuma. Wamama ndivyo mlivyo. Mnakinga vifua kwa watoto wenu. Na msifikiri kwamba mnakinga vifua kwa watoto wenu kwamba mnawapenda. Mzazi bora ni yule anayemlea mwanae katika njia iliyonyooka. Ndio maana wazazi wengi sasa hivi wanalalamika, mtoto wangu haniheshimu. Mtoto wangu atakuheshimu vipi ili hali haukumkunja huku tangu akiwa mdogo? Tunasikia tu kwamba samaki mkunje angali mbichi. Tunaichukulia vipi hiyo story kwamba samaki mkunje angali? Tunavyoambiwa samaki mkunje angali mbichi, hawakumaanisha ukanunue mjikambale wako uje ukunje alafu uchome sio uoke kwenye moto, hapana. Walikuwa na maana. Ukitaka kutengeneza familia bora, anzia chini. Ukitaka kutengeneza watoto wanaokuheshimu,
Anza kuwafundisha nidhamu wakiwa wadogo. Vitoto vya siku hizi kina miaka 3, 4, kinamjibu mtu mzima mpaka unabaki unakitazama. Kitoto kinajibu kubwa gumu, lakini ukiangalia umri wake na jinsi kalivyo haviendani. Lakini mama yake anacheka tu, ni utoto tu. Ni utoto, akikua ataacha. Sio kweli. Huyu mtoto unavyokuwa unamweka vile ndo vinazidi kumkomaa kichwani. Akikosea unajua mtoto anajua mimi hata nikifanya mama hawezi kunifanya kitu kwa sababu mimi ni mtoto. Leo hii ndugu mtazamaji, hata wewe, hata katika familia yako au hata kwa majirani zako, utakuwa shahidi yangu. Watoto siku hizi wana majibu, watoto wadogo tu. Unaweza ukakaita tu, fulani njoo tu, sitaki, nimechoka. Kitoto kidogo tu. Hivi unawezaje kujibiwa jibu kama lile na mtoto mdogo ambaye una uwezo wa kumzaa mara 8 mara 9? Na mama yake anacheka tu kabisa. Yaani huyo siku hizi ana majibu, afu wewe nitakuchapa. Kumbuka huyu unayemlea leo unatengeneza mwanamke wa mtu wa baadaye. Bado ninarudi nyuma kwamba bibi, babu walikuwa wanaweza pia kuishi vizuri na waume zao kwa sababu walikuwa na nidhamu. Kuanzia kwenye kauli, walikuwa na heshima. Hata kama mwanamke amekosewa kabisa na mume wake, anajua hapa mume wangu kweli hakunitendea haki, lakini uwezo wa kulopoka tu hana. Akiona jambo limemfika hapa, anatafuta watu wazima, anawaelezea. Anawaambia, jamani, baba, mama, hebu mnisaidie jamani kuzungumza na mume wangu. Halopoki tu. Lakini fikiria, ndugu mtazamaji, mtoto huyu kashindwa kumheshimu mama yake mzazi, atamheshimu mume wake? Tena huyu mama basi kwa kukosa hata aibu, anajidhihirisha kabisa kwa mtoto wake kwamba yeye sio mama bora. Anamwambia mtoto, yaani wakija baba yako nitakusemea. Yaani anaukiri udhaifu kwa mwanae kwamba mimi sikuwezi, ila subiri fulani akija. Are you serious? Mama? Yaani mtoto wako umtishie mumeo? Mtoto anakuwa anamuogopa baba, lakini baba akiondoka anajua au mama fresh tu. Mtoto unamuona kidogo tu, kitoto cha darasa la 7. Siku hizi vitoto vya darasa la 7 vina mahusiano. Wamama mko wapi? Wamama wa zamani mmeenda wapi? Hebu jaribuni basi kurudi hata makwenu kule, mkaulize mama zenu, bibi zenu walielewa vipi. Tengeneza familia bora, tengeneza familia yenye usikivu. Mtengeneze mtoto wako awe mke mwema wa baadaye. Mtengeneze mtoto wako wa kiume awe mume bora wa baadaye. Mimi na ushahidi, kuna binti kabisa, binti wa form 4. Mama, usiku mimi naenda kujisomea. Wapi? Kwa marafiki zangu. Mama maskini ya Mungu hataki hata kujua ni rafiki yupi. Huyo rafiki anakaa wapi? Huyo rafiki familia yake iko vipi? Je, ni kweli anaenda kujisomea au ana njia zake? Lakini ukweli ni kwamba binti alikuwa anaenda kwa kijana. Anafika, anaingia ndani, anafanya mambo yake, akimaliza anabeba madaftari yake, anaonyesha rudi. Yaani mtoto anaongea, yaani kama yeye ndo mzazi, alafu anayemwambia ndo mtoto. Kabisa unakubali mama uharibu familia yako? Una upumbavu wa kiasi gani kwenye kichwa chako? Angalieni maandiko, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake mwenyewe. Sio ndoa tu, bali hata mwanamke mpumbavu huivunja hata familia yake mwenyewe. Unajiitaje mama umekamilika, watoto wanakudharau? Tena watoto wadogo tu. Ukimwambia hafu umekaa kimya, hafu unajiita mama. Una umama kweli? Umama wa maneno? Mama anataka discipline kwa mtoto. Mama yoyote, tukubaliane, mama yoyote anataka mtoto ambaye amenyoka kama rula. Hakuna mama anapenda kudharauliwa. Lakini je,
unapomwacha mtoto akiwa mdogo unamtengeneza nani wa baadaye? Mtoto unamwambia, "Fulani osha vyombo." "Mama mimi nimechoka bwana." Wewe nawe umechoka, umefanya kazi gani?" "Mimi nimepika chai." Mtoto akichoka utamjua mama kwamba mwanangu kachoka. Na utamwambia kabisa, "Mama, hebu jitahidi basi fanya hiki." Atakwambia sawa mama, lakini ataona kabisa kwamba mama kanituma ila nimechoka. Lakini hawezi kukwambia mama nimechoka, ila wewe mama ndio utamuona mtoto wako kwamba ni kweli umemtuma kazi lakini kachoka na anahitaji kupumzika. Wewe utamwambia basi mwanangu pumzika. Lakini mtoto ukishaanza kujibizana naye mdomoni, mnarudishiana maneno, mimi leo ninawaambia hili, liwekeni akilini. Unakuja kutengeneza mwanamke wa watu zaidi ya 100 mbele ya safari, kwa sababu hakuna mwanaume atakayeweza kuishi na huyu binti. Tukubaliane juu hilo. Mtoto anayeweza kumjibu mama yake mzazi, halafu stili huyu mama amejibiwa vibaya na mtoto, anamwambia, "Wewe endelea tu, iko siku nitamwambia baba yako." Kwa hiyo wewe huwezi kumrekebisha mtoto wako. Mtoto ambaye ulimweka tumboni miezi 9 mizima, ukaenda leba, ukalia kwa maumivu, ukamzaa kwa uchungu, leo umekaa kabisa na mashoga zako seriously unawasimulia, "Jamani mwanangu kanijibu vibaya mimi leo. Mwanangu ananifanyia hivi mimi leo." Tunakuona taila. Hatuwezi kukuelewa. Kwa sababu hakuna mama mpumbavu anayeweza akakaa tu chini analia. Magurupu ambayo leo mwanao kashajiingiza ni kwa sababu yako wewe. Tusilaumiane juu ya hili. Makundi ambayo mwanao leo kajiingiza labda ya uchangu doa, au mwanao kajiingiza kwenye makundi ya uvutaji bangi, uvutaji wa madawa ya kulevya, ni kwa sababu yako wewe. Ni kweli kuna mtoto mwingine labda hayo yanamkuta, labda yuko boarding, yuko wewe mama huku nyumbani, kuelewa hivyo vitu pia vipo. Ninazungumzia kwa mama baadhi. Lakini wewe mama unaona kabisa mtoto wako karudi nyumbani labda kutoka shule saa 10. Kafika mtoto dakika zile kavaa uniform, kachukua chakula kala, kapotea. Kaenda wapi? Haijulikani. Unaanza, "Wewe fulani, mwanangu yupo huko." "Hamna." "Wewe Sale, mwanangu hayupo." Sio nalo limeenda wapi? Umekaa saa 2, saa 3, saa 3:30 mtoto ndo anakuja. Yaani mtoto anavizia muda ambao baba yake anakaribia kurudi. Kama baba anakuja saa 4, saa 3:30 mtoto yupo nyumbani, kashaoga, kakaa. Baba akirudi akiangalia anaona watoto wameoga, watoto wamekula, familia inaenda vizuri. Kumbe toto ndo kwanza limerudi. Na pengine baba anamkuta mtoto hajaoga, anamuuliza, "Wewe mbona hujaoga mpaka saa hizi?" Mama mtu anadakia, "Nilimtuma." Hivi ni kweli? Haya, mtoto wako katoka saa 11 kwenda kucheza, amerudi saa 3:30 za usiku. Una uhakika alikuwa anacheza? Unapajua sehemu alipokuwa anacheza? Unawajua watu waliokuwa anacheza nao? Ndio maana utakuta sasa hivi wimbi la mashoga limeongezeka, watoto wadogo maskini ya Mungu. Mama mtu ajui. Mtoto kule kacheza, kakutana na vishawishi kwenye makundi yake, kashafanya vitu vya ovyo. Mama yupo tu. Yaani wewe nitakuchapa. Unajiona unampenda mtoto wako maskini ya Mungu. Wamama tunaharibu watoto. Hili naliongea kwa herufi kubwa. Wamama ndo asilimia kubwa sana ya kuharibu watoto. Wamama ndo asilimia kubwa sana wanaotengeneza watoto wasiokuwa na maadili.
Kaa ufikirie. Leo unamlea mtoto wako hivi, umempa uhuru. Yaani mtoto pale nyumbani kwenu anayemuogopa ni baba yake tu. Mwisho wa siku sasa mtoto anaanza kurudi, mtoto anajikuna mara sijui kapita na deki. Umeshangaa umesahau kisimu chako jiko kapita nacho. Ndio unaanza mtoto wangu tayari ushaharibikiwa. Ndio nakumbuka kumbe kuna shuka kufunua panzia saa 2 asubuhi. Unamrudisha vipi? Yaani mtoto kashafika kwenye namba 50 umrudishe kwenye namba 0 ili uje uanze naye 1? Sio kweli. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mazingira unayomwekea huyu mtoto wako huku chini ndio atakayokuwa nayo mpaka uzee wake. Tunazidi kutengeneza kizazi chenye laana. Tunazidi kutengeneza sisi wenyewe kwa mikono yetu kizazi kiovu. Mwisho wa siku kitakuwa kizazi kama nyoka sasa. Au niseme misemo ya sasa hivi wanasema kama kambale. Unakuta kibinti kina ndevu ndani, baba ana ndevu, mama ana ndevu, kakijana nako kana ndevu, ndani taflani. Ni wasihi wanawake wenzangu, msijione kwamba unapomlea mtoto kwa kumkumbatia akikosea mwanangu. Kuna wamama mpaka wanapigana na majirani zao kisa mwanae kapigwa. Unajua tunashangaza kabisa, mama unamkuta anafunga kibwebwe. Haiwezekani unampiga mwanangu. Unampiga nini? Unajua kosa alilolifanya? Nenda taratibu kwa mwanamke mwenzako, mama fulani, mwanangu kaja analia akasema umempiga, ilikuwaje? Atakwambia nimemkuta mwanao anafanya hivi na hivi, nimemkuta mwanao anafanya hivi na hivi, nikaamua kumadhibu. Jamani, Boni Mwaitege amumsikii alivosema mtoto wa mwenzako mfanye kuwa kama wa kwako? Ina maana mimi mtoto wa jirani yangu nimkuta anafanya kitu kiovu nisimwadhibu? Lakini sasa hivi tunaogopa kusema kweli kumwadhibu mtoto wa mtu. Umekikuta kitoto kinafanya tukio pale, unakichukua, unafanya nini hapo? Unachukua kifimu, kitoto nini? Mama fulani kanipiga. Leo atanitambua. Na kwambia leo atanijua. Unafika pale huulizi, kwa nini piga mwanangu? Sijui na nini umemshika dada watu mtama chini ngumi kiki. Unakuja kulijua kosa la mwanao, unabaki limekushuka, la kulifanya huna, aibu imekuja. Hivi mbona hatujielewi? Umefunzwa na nani wewe? Ndio ulivyofunzwa kulea mtoto? Hebu tubadilikeni. Tutengenezeni mazingira mazuri huku chini. Labda niulize swali mtazamaji wangu. Hivi kuna mtu alianza kujenga nyumba kuanzia hapa hewani? Akaja tu from nowhere akachukua tofali lake akalipachika hapa juu likakaa, halafu akaleta lingine likasimamishwa jengo? Kwa nini wanaojenga nyumba huwa wanaanza kuchimba? Na wanavochimba wanamwaga zege la kutosha chini, tena sio zege peke yake, paka na nondo, yani kitu kinashika ngingingi. Huyu mtu akija kujenga foundation yake huku chini ikiwa salama, anajua kabisa hapa sasa nyumba yangu inaweza ikasimama. Huku chini hapana shida, huku juu shida iko huku. Na msingi una gharama kubwa sana. Waulizeni waliowahi kujenga. Mimi niliyejenga ndo nawaambia. Shida ipo kwenye msingi. Hamna mtu anapendaga kujenga nyumba yake, upepo ukija anaanza kuwaza, sio inakuaje. Mtu anapiga nondo za kutosha chini, anamwaga zege la kutosha chini, anapiga tofali zake za kutosha tu chini kabisa kwenye ardhi, mpaka msingi ukija kutokeza nje, mtu ananyanyua tofali yake, anapiga tu. Anapiga kishamaliza anafanya
finishing basi, nyumba imara imesimama. Lakini nyinyi kwenye kulea mnataka mwanzie juu. Nimeuliza juu tofali linakaa hewani. Eti binti amekuwa na tabia mbovu huku chini. Kazunguka msichana we, kahangaika, kitoto kidogo kilishakuwa na mahusiano na wanaume 7. Mama hata hajali. Cha darasa la 7 tu hicho nazungumzia. Mwisho wa siku sasa kungwi naomba uje mfunde mwanangu anaolewa mwezi ujao, mkaene jamani, muelekeze jinsi ya kuishi na mwanaume. Hakuna shule nzuri kama ya kuona kwa macho kuliko elimu ya kuambiwa. Maneno ya kusimuliwa mtu anayasahau. Huyu mtoto atajifunza kwako wewe mama jinsi unavyoishi na mume wako ndani. Hicho ndo atakachokibeba kwenda nacho kule. Wewe ukikaa mwanaume akija pale, mtoto yupo anaona. Mwisho wa siku mama fulani, wewe unasemaje? Ala. Basi mimi naenda kazi, uende tu. Mtoto anasoma pale. Hiyo inaitwa elimu dunia. Mumeo anakuja na mzigo pale. Upo tu. Mama fulani chukua, kwani wewe huna mikono? Mtoto anasoma. Akienda shule anasoma a e i o u, lakini akirudi nyumbani anasoma mazingira ya mama na baba na jinsi mama anavyoilea ile familia. Mimi nimalize tu kwa kusema kwamba huwezi kuvuna mahindi kwenye mpera. Kama umelima mahindi, jiandae kuvuna mahindi yale yale. Lakini kama umelima magugu, jiandae kuvuna magugu. Kwa sababu hayo ndio ulioyapanda. Msije baadaye mseme, Mungu akanitukana kabisa. Ni kweli. Kakutukana na malezi mabovu. Kwani aliyesema asiyofunzwa na mamaye ulimwengu utamfunza ni tu silo? Watu wanakataa kuambiwa ukweli. Ni kweli mtoto wako mbovu. Wa mama, mimi naomba tubadilike. Yaani kwa hapa hata sitatoka mpaka mtanichukia. Hii sekta ya mapenzi nimeishika hasa na sitaiacha mpaka nihakikishe angalau mambo yameanza kwenda vizuri. Lakini wa mama tubadilikeni. Kumlea mtoto kama yai sio kwamba ndo nampenda sana. Sasa nimalize na hiki. Kuna wamama ambao wanaishi na watoto wao wakambo. Mtoto wake, nenda kalale mwanangu. Huyu sasa, we, kafue, piga deki. Halafu kwa wakati huo unajua kama unamkomoa yule mtoto. Lakini hamjui kwamba unavompiga teke chura unamongezea safari. Huyu ndo unamtengeneza kuwa mama bora wa baadaye. Huyu ndo unamtengeneza kuwa mwanamke mzuri wa baadaye. Kwa sababu unamfundisha kazi. Wewe sasa na litoto lako linalozoea kulala. Likifika kwa mume asubuhi, bwana tukanywe tu supu, mimi naona uvivu kupika. Tembele linashikwa hivi na sikizi watu mnaweka makucha kama nini vile. Tembele lenyewe linashikwa hivi. Mimi siwezi bwana. Ndo malezi mnaowalea wa mama watoto wenu. Mimi naomba tubadilike. Zainabu Madinda ndo jina langu kwenye anga zangu za mapenzi. Nipo na nitaendelea kuwepo. Muwe na siku njema.